vizuri. Kama umemuona Chama pale alikuwa afunge, lakini aliogopa kuingiza mguu pia. Angepewa kadi nyekundu, ingekuwa tumempoteza mchezaji kama Chama. Tungesema mechi ya kishokutwa na Coast ni ngumu, tungechezaje? Tungecheza mechi hiyo bila Chama, bila Libase, labda bila Aura au bila Mpanzu, ni mechi ngumu. Kwa hiyo wachezaji nao waonyeshe ari ya kucheza. Wachezaji nao wanacheza sana, kuna muda wanacheza sana, wanaridhika na matokeo. Kwa nini wachezaji wetu sisi wanashindwa kufunga booster? Sisi tunatoka na magoli mawili, watufungie magoli hata 4 hata 5 turidhike, kuliko haya magoli ambayo ni hapa tu. Na maana leo tusingepata penalty, tungetoka draw, tungetoka solution. Japokuwa kuna muda siwezi kulaumu sana, mechi za away zinakuwa ni ngumu. Baada ya mchezo wa Simba dhidi ya Singida kutamatika na Simba Sports Club akipata ushindi kuondoka na pointi 3 akiwa na pointi 9 akiwa kileleni pale. Simba Sports anaongoza ligi, lakini swala kubwa kadi 3 nyekundu. Feti kwema? Kwema ndugu yangu. Mbona kinyonge sasa? Na tunashinda lakini roho mkononi. Roho gani mkononi ambao unazungumzia? Yaani tunashinda lakini huku tunashikia roho, tunashikilia roho. Wewe uone mchezo wa leo. Tunacheza vizuri lakini sasa huku kurudishiwa magoli. Tunacheza huku tumepata goli moja, wapinzani wanakuja wanarudisha goli alafu watufungi. Yaani kwa hiyo tumeshinda lakini roho zetu ziko mkononi. Tunatamani mpira uishe. Mchezo wa leo ulikuwa ni mchezo wa aina gani kwa upande wako ulivyotazama? Ni mchezo mzuri, wachezaji wamejitahidi. Kipindi cha kwanza wamecheza vizuri kama kawaida yao, lakini unajua kwamba mwalimu Steve Barker akifanya sabu kidogo lazima kutatokea mistake ambazo ndo zimetokea kama hivyo. Kila mchezo tunapewa red card. Kuna muda tunajiuliza maswali mashabiki wa Simba, au hii video supporter imeletwa kwa ajili yetu? Maana kuna watu wanacheza rafu za dhahiri lakini hawapewi kadi nyekundu. Lakini sisi kila mchezo tunapewa kadi, kila mchezo tunapewa kadi nyekundu. Lakini kikubwa tunasema ni point 3, kikubwa tumeshinda, tunamshukuru Mungu. Haya maumivu ambayo tunayapata sisi leo na upande wa pili ipo siku watayapata. Waache sasa hivi wafurahie kadi zetu, maana tumepewa kadi leo. Kuna watu wamefurahi, wamecheka, wanaona raha, lakini wajue kwamba kulia kupokezana. Leo sisi, kesho wao. Hichi kidude akijaletwa kwa ajili ya Simba tu. Ni kwa ajili ya wote. Ni kwa ajili ya wote. Hichi kinatenda haki. Sisi hatulalamiki. Kadi tunazopata sisi ni clear. Lakini kuna muda unatamani umwambie muamuzi kwamba afanye fair. Afanye fair kwa sababu hivi vitu vipo sio hapa tu, hata Ulaya huko kuna nyingine unaona faulu, nyingine unaziona kabisa hizi ni za kadi nyekundu, lakini muamuzi anafanya nini? Anafanya fair. Kulingana sisi tumepewa kadi mechi zote, kadi nyekundu, tumetoa wachezaji ambao ni mategemezi. Kwa hiyo ifikie hatua nacho hichi kidude kuna muda kiangalie. Sasa mnacheza vibaya, kwa nini kisitoe maamuzi sahihi? Yaani kuna muda sasa waamuzi, yaani ile waamuzi zile mashindikizo wayapotezee tu, wafanye fair. Yaani wafanye fair. Fair ipo tu, sio hapa Bongo. Fair ipo kila sehemu. Watufanyie fair, maana sasa wachezaji wetu wanatoka kwenye mchezo, wachezaji wanashindwa kufanya vizuri. Kama umemuona Chama pale alikuwa afunge, lakini aliogopa kuingiza mguu pia. Angepewa kadi nyekundu, ingekuwa tumempoteza mchezaji kama Chama. Tungesema mechi ya kishokutwa na Coast ni ngumu, tungechezaje? Tungecheza mechi hiyo bila Chama, bila Libase, labda bila Aura au bila Mpanzu, ni mechi ngumu. Kwa hiyo wachezaji nao waonyeshe ari ya kucheza. Wachezaji nao wanacheza sana, kuna muda wanacheza sana, wanaridhika na matokeo. Kwa nini wachezaji wetu sisi wanashindwa kufunga booster? Sisi tunatoka na magoli mawili, watufungie magoli hata 4 hata 5 turidhike, kuliko haya magoli ambayo ni hapa tu. Na maana leo tusingepata penalty, tungetoka draw, tungetoka solution. Japokuwa kuna muda siwezi kulaumu sana, mechi za away zinakuwa ni ngumu. Mechi za away ni ngumu, kikubwa tumepata point 3 kila mechi, tuna point 9, tunarudi hapa nyumbani, tunarudi tena kuanza kucheza home. Kwa hiyo wachezaji nao wawe makini sana uwanjani. Hizi kadi watapewa kila mechi, mwisho tutakuja kupewa kadi wachezaji muhimu mategemezi, tutakuja kushindwa kucheza mechi. Maana kikosi chetu cha kwanza sisi kikiingia, huwezi kukifananisha na kikosi cha pili, kinakuwa ni kibovu. Yaani kikosi cha kwanza ndio kinaperform vizuri, na kwenye kikosi cha kwanza tukicheza nafasi ya namba 9 ya Mpanzu tunapata matokeo. Kwa hiyo wachezaji wawe makini sana na hichi kidude, kinatenda haki, kitatunyoosha, kitatunyonga, yani kitatunyonga. Maana tutalia sasa, uvumilivu utatushinda, tutalia kila mchezo kadi. Mimi nimeumia sana. Nimeumia sana na kadi nyekundu leo. Shida ipo kwa wachezaji wako unavyoangalia labda. Hii shida ipo kwa wachezaji. Wachezaji wawe makini kwa sababu ile video supporter inaonyesha kweli. Japo sisi mashabiki tunalalamika tu, lakini kuna wakati ni haki. Ila tu mimi nasema hichi kidude, mbona kuna mechi nyingine wapinzani wakicheza wanacheza faulu kama faulu ya juzi KMC pale ya Baka, ile ilikuwa ni faulu ya kadi kabisa. Kwa nini hajapewa kadi nyekundu?
kuna nini? Na ndio maana sisi tunapata wasiwasi. Hatukatai hii inatenda haki, lakini waangalie na michezo mingine na mechi nyingine za timu nyingine. Kwa nini juzi Baka hajapewa kadi? Ndio maana sasa tunasema labda hichi kidude kimeletwa kwa ajili ya Simba, lakini sisi tunasemaje? Kwa ukubwa wa Simba point 3 muhimu tutapata. Hii Simba ambayo haitupi furaha, hii Simba ambayo inaonekana haiperform vizuri, hii Simba ambayo inacheza ukulo mkononi, lakini ndio Simba ambayo msimu huu itachukua ubingwa kivyo vyote vile. Fedi, kwa namna ambavyo mechi zilizochezwa 3 kwa kila klabu, zingine wamecheza 2. Ligi unaionaje? Ni kama msimu umekuwa mgumu sana kwenye vilabu mbalimbali, especially Simba Sports. Yaani huu msimu ni mgumu kwa sababu vilabu vingi vimesajili. Kila timu imesajili wachezaji wazuri, kila timu inacheza kwenye kiwango, kila timu ina performance nzuri. Na Simba siku zote inacheza mpira, inaangalia sana mpira kuliko matokeo ya nje ya uwanja. Na ndio maana Simba kuna timu ikicheza nazo inakomaliwa. Tunacheza na timu moja lakini tunajikuta tunacheza na timu 2 uwanjani. Singida Black Stars ikicheza na Simba siku zote haijakuwa na mechi ngumu, haijakuwa na mechi rahisi. Mechi ni ngumu, inakuwa ngumu. Tofauti ni kwamba Singida hawana historia ya kutufunga. Hicho tulichokifanya leo ndio ukubwa wa Simba unadhihirika, kwamba Simba hata uwafanyie figisu vipi, lakini point 3 kwa Singida ni lazima tuziokote. Baadhi ya wachezaji Nathan Chilambo, licha ya baadhi ya watu kumbeza kwenye mchezo wa kwanza, wengine walianza kumsifia pale ambapo baada alionyesha performance yake. Siku leo pia Nathan Chilambo amekuwa na performance nzuri sana. Una kipi cha kumzungumzia kutokana na hiyo performance? Mimi niseme mashabiki tuache miemko kwanza. Hii timu yetu sisi tumemaliza msimu ulioisha, tulikuwa na wachezaji wazuri. Hatujafanya usajili mzuri sana, lakini wachezaji ambao tumewasajili ni wachezaji ambao pia wana viwango vizuri, na ndio maana tumesajiliwa kuletwa Simba. Na bado hawajapata muunganiko wa timu. Kadri siku zinavyozidi kwenda, ndio kwanza klabu ndio kwanza ligi imeanza, hii ni mechi ya 3, watazoea, wataingia kwenye mfumo wa watu wote na timu itakuwa inacheza vizuri na kila mchezaji ataonekana mzuri. Ibrahim Jabari juzi kabla ya kupewa kadi alicheza mchezo mzuri sana na watu hawakumtegemea kwamba anaweza kucheza mchezo mzuri. Kwa hiyo tuwe na uvumilivu na kila mchezaji ambaye amesajiliwa katika hili dirisha kubwa. Wachezaji wakiingia kwenye mfumo, hii Simba ambayo leo hii inatufanya tunaangalia mpira tukiwa na pressure zitashuka na visukari vitapona kabisa. Kwa hiyo tuwe na uvumilivu tu mashabiki wa Simba. Kwa mashabiki wa Simba mna visukari sana kuna muda tunajisikia kama tuna sukari. Kuna muda tunajisikia kama tuna sukari. Kwa sababu gani? Unaona kabisa uchezaji wa Simba ulivyo. Kuna muda kama leo tulikuwa tunashambuliwa, tunaogopa, yani ile goli moja ndio ilikuwa tunalilinda, na kama sio penalty na maana tungetoka sare leo, ingekuwa haipendezi. Lakini yote na yote tunashukuru Mwenyezi Mungu tumepata pointi 3. Ugenini ni kugumu. Yaani ugenini ni kugumu. Sisi tushamaliza ugenini. Mechi 3 za ugenini tumemaliza, tunarudi hapa nyumbani tunakutana na Coast. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa kuzichukua hizi pointi 3, hizi pointi 9 tumezikusanya, tumerudi nazo. Japokuwa tumeangalia mechi zote kwa roho mkononi. Hamna mechi ambayo tumeangalia tukarelax dakika 90 zote. Libase Gay ameendelea kuwa na performance bora sana, na tukio ambalo baadhi ya watu wamelibeza ni kuonekana akitolewa akilalamika sana. Ni kama ana nidhamu, watu wamtafsiri hivi. Hakuna. Libase yule anapenda timu icheze, anapenda timu ipate matokeo. Libase anaipenda Simba na ndio maana unamuona anacheza vile, anacheza kwa kiwango. Libase sio mchezaji wa kucheza katika ligi yetu ya ndani. Libase ni mchezaji mwenye viwango vikubwa ambaye alikuwa anatakiwa acheze hata nje huko. Lakini kuichezea Simba ni mchezaji ambaye performance yake inatofautiana na wachezaji wote pale kiwanjani. Libase anaweza kuamua matokeo, anaweza kufanya lolote. Leo ametengeneza assist ambayo ni assist ya 4. Ni mchezaji ambaye kwenye mechi 3 ana assist 4 na ana uwezo wa kufunga, na unapomuona anaama, anaenda kulia, anarudi kushoto, anakuja kati. Kwa hiyo ni mchezaji mwenye kiwango, ana ari, ana nia ya kuifanyia makubwa Simba, na ndio ushindi wa Simba unabebwa na Libase Gay. Hapana, wachezaji wapo wazuri. Yupo Mpanzu, ni ushindi wa Simba unatengenezwa na wachezaji ambao wanaungana, muunganiko wa wachezaji pale. Kuna Chama, kuna Libase, kuna Aura, kuna Mpanzu, katikati kuna Neo Maema. Kwa hiyo ni ushindi ambao unaunganika na wachezaji ambao kwenye kikosi cha Simba cha kwanza ndio kama vile na yeye anapata power ya kusogea katika lango, anapata nguvu ya kucheza na mpira anavyojisikia. Kwa hiyo sio ubora wa Libase peke yake ndio unaifanya Simba ipate matokeo, ni muunganiko wa timu nzima. Mpinzani wako Jumatatu anacheza dhidi ya JKT Tanzania. Baadhi ya watu wanahamia upande wa JKT wakiamini ya kwamba atawatoa kimasomaso. Kwa namna ambavyo naona performance inakuwa bora zaidi, una matumaini yoyote pengine JKT anaweza kusitisha safari yao na wewe ukaendelea kupepea kileleni vizuri? Na matumaini na JKT sio timu mbaya. Na JKT sio timu ya shida. Ile JKT ni timu ya jeshi la polisi. Ile haichezi nje ya uwanja, haipokei maokoto, haipokei simu ya mtu yoyote.
timu ambayo itatutoa kimasomaso tubaki kileleni pale juu ni JKT, na inaamini na ina quality ya kucheza na kuifunga Yanga kesho kutwa. Kasal mchezo wake wa pili. No, Kasal. Namwita nani? Kasal mchezo wake wa pili akiwa nje, lakini Abel akiendelea kuonesha uimara wake. Pengine kiwango chake umekionaje? Je, muendelee kumwamini kuelekea michezo ijayo? Tunaendelea kumwamini Kaisari, ni mistake zinatokea kama goli la leo ni mistake ya kwake yeye mwenyewe Kaisari, lakini tusimtupie sana lawama. Tusimtumie sana lawama Abel. Kaisari ni kipa mzuri, ni injury tu ndo zimefanya zimweke nje, lakini hata huyu Abel naye ni kipa mzuri ambaye tunamtegemea, kwanza ni mzawa. Alafu mistake za viwanjani zinatokea. Goli la leo Kaisari nani Abel amelisababisha, yani lile ni goli la kipa, lakini hatuwezi kumpelekea lawama zote kwake. Kwa hiyo siku mchezo unakuta mzuri na mistake nyingi zinatokea, kikubwa awe makini tu anapokuwa langoni, ajue kwamba kuna watu nyuma wanamtegemea yeye. Kumbe Abel goli lile amesababisha mwenyewe. Hili goli ni la kipa. Yaani hili goli ni la Abel, tukatae tukubali, lakini ndo nasema tusimvunje moyo kwa sababu ni kipa wetu ambaye bado tunamtegemea, kwa sababu kipa wetu namba 1 ana injury hajapona, ni kipa ambaye bado tunamtegemea. Kikubwa zaidi awe makini tu anapokuwa langoni, aangalie mpira ni wa kunyaka staili gani, asikimbie tu kimihemko, ndio inatokea matatizo kama yale, ndio inatokea mistake kama zile, lakini bado tunamtegemea. Ibrahim Dumbia tena na leo amepata dakika chache sana. Baadhi ya watu wamefurahi kumuona akipata dakika chache. Steve Baka ameangalia nicheze na nani ambaye anaweza kunipa matokeo, nicheze na nani ambaye anaweza kuipandisha timu na kuifanya timu icheze vizuri, na ndio maana Dumbia akawekwa kwenye dakika 10 za mwisho ili na yeye apate changamoto, ajue kwamba kuna watu wanaweza kucheza katika nafasi yake na timu ikapata matokeo, apate changamoto. Kwa hiyo tutaendelea kumvumilia kwa sababu tunaweza kusema bado hajaingia kwenye mfumo. Hii ni Bongo, sio huko alikotoka. Bongo ina mambo mengi. Kwa hiyo na imani na Dumbia naye atakuja kukaa kwenye mfumo, atafunga magoli mengi tu. Nashukuru sana. Haya, shukrani.